Sasa ninakuomba ndugu yangu, na nina hakika kabisa kwamba unaweza kulitatua hili. Amili, hivi yule mganga ndio ulioniambia kwamba unamwamini kweli? Mbona mimi sijamuelewa? Alafu anaonekana magumashi. Kwa sababu anasema kwamba Tamari hahusiki. Wakati mimi najua kabisa Tamari anahusika na hichi. Hii imekaaje hii? Mganga si tumekuja. Nataka mtu ambaye amehusika na kifo cha mama yangu. Najua ni Tamari. Lakini pia kama kuna mtu mwingine ambaye amehusika na hichi kifo, basi na yeye hapo. Na kama itashindikana kuwaua, basi watu wenzao ambao utawatesa maisha yao mpaka kufa kwao. Nakuaminia sana. Wewe ni jembe la majembe. Nataka ukusanye nguvu zako zote uonyeshe kazi walomuua mama huyu kijana. Kijana, unaonekana jinsi gani ili jambo lilivyokukwaza. Lakini labda nikwambie kitu kimoja kijana. Alohusika na kifo cha mama yako sio Tamari. Sio Tamari? Hii inawezekana vipi? Isitoshe mganga anajitamba kila siku kwamba ndo aliyemuua na hatuna cha kumfanya. Unasemaje kwamba hajamuua yeye? Hebu nisikilizeni. Wachawi wana njia nyingi sana, hasa pale wanapolitaka jambo lao. Na msiwe na wasiwasi. Na kingine pia, msiwe na chuki na Tamari. Maana yeye ni mtu mwema kabisa. Sema ana nguvu tu za asili, na nguvu hizo
ni kwa ajili ya kuwasaidia watu. Na siku zijazo mbeleni atakuwa msaada mkubwa sana wa wanadamu. Mnaweza mkaenda. Atakuwa ni nani sasa mhusika wa hili? Isitoshe mganga, mbona mimi sielewi. Na hii inawezekanaje? Maana Tamali yeye ndo mchawi tunayemjua pale mtaani. Na anajisema kwamba mimi ndo mchawi. Kigagula mwenyewe namba 1. Unasemaje sio aliyemuua? Nyie nendeni. Muda si mrefu mhusika mtamjua na atajitangaza yeye mwenyewe hadharani. Wasiwasi wako tu. Mimi binafsi namwamini sana yule mkaka. Amenifanyia mambo mengi makubwa. Usimwone mdogo mdogo yule. Ni hatari kuliko unavyofikiria wewe. Nikuibia siri moja. Unajua ile baiskeli inaendesha pale nyumbani? Ile baiskeli yangu unajua vizuri? Mtu yule alinidhulumu nikampeleka akamtengeneza. Ndio maana unaga sipeleka kwa fundi. Mtu anahangaika pale. Hela yangu alinidhulumu 50 tu. Hata ondoa shaka hata. Tulia. Sikwambia siku chache tu ndugu yangu unakuwa hata kuwa mvumilivu jamani. Sawa, lakini nina wasiwasi. Ondoa wasiwasi. Yule anajua kuliko sisi. Kwenye ulimwengu wa kichawi, yeye anajua sana kuliko sisi. Kwa hiyo acha tumwachie tu. Sawa, ngoja tuone. Basi. Hivi ni kweli nimeshindwa kupambana mpaka nikaombe msaada kwa mjomba? Alafu msaada wenyewe sasa na kujipendekeza kwa watoto wadogo. Si kweli mjomba sasa ameanza kuzeeka. Sasa basi, kule alikonielekeza siendi, na hii ngoma nitapambana nayo mwenyewe. Haya. Nawe kaganga kadogodogo nini tena? Mtoto mdogo uchawi tu. Unashindwa kulisi mali unaenda kulisi uganga. Kijana, unaonesha unadharau sana wewe. Alafu kiachana na dharau zako, unakaa ujasiri kwa ndani. Ila labda nikwambie kitu kimoja. Ni heri ukafuata maagizo aliyokupatia mjomba wako. Hiyo ndio itakuwa salama kwako. Lakini ukifanya ukaidi,
ni fedheha tu ndo utakayoipata. Inaonekana unanifuatilia sana na unajua vitu vingi kuhusu mimi, ila kwangu sio kitu. Huna chochote ambacho unaweza ukanishauri nikakuelewa. Kwa pita kwenye njia zako. Kijana, kitu ambacho haujui ni kwamba Saida ni jini hatari sana. Alafu ameamua kumsaidia Tamari. Wewe Tamari, si umemfanya kichaka? Unafanya mambo yako huku kwa kujificha nyuma ya Tamari. Sasa kwa makini kijana, yasija kutokea pwani. Kumbe na wewe una siri zangu. Sasa basi, nakuonya, hiyo siri uliyokuwa nayo ibaki kuwa siri yako peke yako. Usisikie popote. Ukithubutu kumwambia mtu yeyote yule, litakukuta jambo. Si kwa ajili yako. Nafanya yote haya kwa ajili ya Kitopetope. Na ukiendelea na hizi dharau zako, yatakayo kutokea ni makubwa sana. Ni heri ukasikiliza tu wakubwa. Na pia unatakiwa ujirekebishe sana, maana tabia yako haipendezi kwa jamii. Nyinyi nyote hamjui uwezo wangu. We mchawi, unataka nini kwangu? Au unataka roho yangu? Yaani nakushangaa sana. Wewe ni mtu gani ambaye huna aibu? Yaani umemuua mama wa rafiki yako na kisha unajificha kwenye kivuli changu. We, unataka kuniambia umejua ukweli? Kweli sasa umekomaa. Utafanya nini sasa? Haya, niambie. Unataka kufanya nini? Au unataka kubadili mtizamo wa watu juu yako?
wasikuone mchawi muuaji, sio? Hapana, nataka nikufanye wewe mwenyewe ujitangaze, kila mtu ajue kuwa wewe ndo mchawi na wewe ndo ulohusika na kifo cha mamake Hamza. Kwa lipi? Kwa huo uchawi wako wa kitoto? Unachekesha. Mwanangu, na taarifa. Taarifa gani? Hivi unajua kama Ruba na Tamani wamepotea hapa mtaani? Mimi sina taarifa yote mwanangu. Yaani wamepotea kwenye mazingira ambayo hayaeleweki. Kwani nasikia Tamani ndio mchawi ila. Basi kama wamepotea wote kwa pamoja, basi wote ni wachawi sasa. Fahamu sasa hapo. Bwana, mambo mengine hatuhusu, basi ngoja niingie. Kama kuna lolote ile tutajua. Poa poa. Kama Soso, na jambo limenizidi. Nataka unitazamie vizuri. Na siku ya 3 ule mjomba wangu Simoni, na mara ya mwisho nilimtuma sehemu, kuna maagizo nilimpa, na toka siku hiyo sijamwona tena. Nikajaribu kupiga simu kwa yule mtu ambaye nilimwelekeza, lakini akaniambia Ruba hajafika kule. Sasa nashangaa atakuwa ameenda wapi mbwa wangu? Ama ni nini hasa kimemkuta? Kitopetope, wewe ni mzee wa muda mrefu sana na hatujafahamiana leo. Toka zamani sana. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi yalokuwa yanaendelea yote nilikuwa nayajua, na nilikuwa nayaona pia kwa macho yangu.
Nilikuwa nipo ofisini kwangu, nikaona ili swala ambalo anaendelea nalo mjomba wako. Nikaona sio vizuri kuendelea kubaki kumwacha mtu kwenda kuangamia. Ikabidi nitoke ofisini kwangu kwenda kumtafuta mjomba wako alipo, ili kwenda kumweleza kitu gani ambacho anakifanya na madhara yake hasa ni nini. Mjomba wako nimekutana naye na nimeongea naye kwa kina sana, lakini cha kushangaza mjomba wako anaonekana ni kiburi sana na ana asili ya jeuri ndani yake. Nini ambacho kilikupelekea mtafute na kumkanya? Mimi nilikuwa najua maagizo alompa mjomba wako. Najua pia umemwagiza kuna sehemu aende. Mimi pia najua kwa sababu mimi sio mtu wa kawaida. Nina nguvu ndani yangu. Na nilimsisitizia pia vile vile mjomba wako aende kule ulikomwagiza. Sasa sijajua kuwa na ubishi wake wote ule atakuwa kafuata maagizo yangu au atakuwa kaendelea na ratiba yake ile ile ambayo alikuwa nayo toka mwanzo. Alafu kitopetope, mimi kuna kitu kinanishangaza sana. Iko hivi, kama mjomba wako kapotea, lakini vile vile Tamari pia kapotea. Hivi unahisi kuna kitu gani hapa ndani kinaendelea? Embo tafadhali, hapo kidogo. Nifafanulie kitu. Kwa unataka kuniambia hili swala linahusiana na lile la Tamari? Sikia nikwambie kitu bwana kitopetope. Tamari na Luba walikutana kwenye vita na walipiga vita, lakini Tamari ni mtu mwenye nguvu sana, ana nguvu ndani yake. Lakini sasa kitu kinachonishangaza, amepotea wote kwa pamoja. Inaonesha mjomba wako naye ana nguvu, so mtu legelege. Jitahidi sana kumsimu mjomba wangu. Achana na kumfuatilia Tamari. Ina maana kumbe na wewe pia umemshauri jambo kama hili. Sasa watakuwa wameenda wapi? Sasa hapo ndo bado sijapapatia ufumbuzi, ila ngoja kwanza nirudi ofisini kwangu, nitakupa mrejesho hivi punde. Sawa, lakini kitu kimoja ambacho kinanishangaza, ina maana kama Tamari naye amepotea, huo mpambano ulikuwa sio mdogo, na ninavyojua mimi Tamari hatumii nguvu zake mwenyewe, manake kuna kiumbe ndani yake. Kwa hiyo watoka umempeleka wapi mjomba wangu? Usiwe na hofu na hilo. Bwana Chachu, nimekuita hapa tujaribu kuzungumzia ile swala la mjomba wangu. Unajua nenda wiki sasa sijamuona.
nimetumia njia nyingi sana kumtafuta, lakini hata sijui yuko wapi. Najua alikuwa na vita na Tamari, na mara ya mwisho nasikia walikuwa na ugomvi fulani, sijui walikutana wapi. Lakini mimi turudi nyuma kidogo. Mara ya mwisho nilikupa kazi, nilikupa majukumu, nikakwambia ninaomba ulifuatilie hili swala la mjomba wangu, ikiwezekana ulimalize. Lakini mpaka sasa mimi naona kimya. Tunafanyaje? Naelewa kitopetope. Naelewa vizuri sana. Nisikilize. Hii kazi ni kazi nzito. Nimefanya juhudi zangu zote, mapambano yangu yote, mzee kitopetope. Hii kazi imeingiliwa na vitu vizito. Hii kazi sio kazi ya kibinadamu. Hii kazi ni ya majini. Hili swala lingekuwa ni swala la kibinadamu, ingekuwa ni swala la kuisha, lakini hili swala ni swala la kimajini. Na mimi unanielewa mzee kitopetope, mimi ni binadamu na nyama na damu na ngozi lakini mzee kitopetope, hapa kuna swala moja tu la kufanya. Yaani kuna vitu huwezi hata kutegemea. Kuna vitu huwezi kutegemea kwa sababu mimi ninavyokujua wewe kwa uwezo wako kijijini hapa na mtaa wote huu. Lakini leo unanikatisha tamaa kabisa. Ina maana unataka kukubali kuwa mjomba wangu amekufa? Yaani ninavyokuambia kwamba kuna swala la kufanya, basi ndio namaanisha. Mzee kitopetope, kuna bwana mdogo wangu mwanafunzi, ni mzuri, ananyorosha, anaitwa Soso, inabidi tumfuate. Yule pale swala lake hili aliweza akajua namna kulimaliza. Mzee kitopetope, niangalia umri wangu, ngozi yangu yenyewe ishatepweta, siwezi kuinyanyua. Bwana ukimfuata yule kijana, damu yake bado ipo hot, atajua namna gani ya kulimaliza. Soso, kabla mimi sijakuita wewe, mimi nilishaonana na Soso. Akaniambia hivyo hivyo, nimpe muda, atalishughulikia. Na mara ya mwisho ndio aliniambia kwamba walikuwa na vita nzito na Tamari na wote wamepotea. Sasa hebu niambie, atatusaidia nini sasa? Sawa, hebu ngoja tujaribu tukamsikilize tena, tuone ana kitu gani kipya. Soso, wewe damu yako bado ya moto moto, yaani bado damu ipo hot, imechemuka. Naona hii kazi kwako itakuwa nyepesi.
Yaani kutokana na umri wangu kazi hii kwangu shakuwa ngumu. Yaani tunachowaza sasa hivi ni tujue Tamali na Lubo wako wapi, na nguvu mimi sina. Sina. Swala hili na kuachia wewe. Mzee Chachu, kusema kweli li swala hadi sasa hivi bado limekuwa kama kitendawili kwangu. Bado sijaweza kupata ufumbuzi hasa kitu gani ambacho kipo kinaendelea hapa kati. Hebu nisikilizeni. Mimi ninachotaka mniambie ukweli. Kama mpwa wangu amefariki, mimi nifanye matanga. Haiwezekani nyinyi nyote wawili, tena watu ambao nawaamini, mshindo kujua nini ambacho kinaendelea. Huyu mtu bado yuko hai, hajafa, bado anapumua kabisa. Sasa na wasiwasi na kitu kimoja, inaweza akawa amepelekwa ujinini. Yaani kwa hili swala siwezi nikalitolea majibu sahihi. Unajua mzee Kitopetope, nimeshakwambia kabla, wazungu wanasema before, kabla nilikwambia hili swala hili ni zito. Ndio maana nikamwambia hili swala alimalize kijana. Acha kutatalika mzee Chachu. Hali ya kuwa unajua kabisa wewe ndio chanzo wa yote haya ambayo yanaendelea sasa hivi. Hivi kwa nini umetoa jibu ambalo sio sawa? Umeshindwa kuangalia vizuri kwenye mitambo yako na kujua nani anahusika na hili swala. Wamekuja vijana, umewaambia kwamba anayehusika ni Tamali. Hivi umeshindwa kujua kama Tamali anatumika kama kivuli? Kwa nini umetoa jibu ambalo sio sahihi? Alafu leo hii unakuja bado tu unaongea ukiwa upo sauti ya juu kabisa. Sawa, miskatai. Na ndio maana tumekaa hapa, tujipange mkakati, tupate muhafaka, tupate kila kitu, tumalizane hili jambo. Sabuda kulaumiana tena. Ni muda mchache tu hapa mbeleni, jibu linaenda kujulikana na kila kitu kitakuwa wazi. Usiwe na hofu na hilo bwana Kitopetope. Lakini siku ile pia umeniambia hivyo hivyo, nitulie nikupe muda ili sote alifanyia kazi. Lakini bado mpaka leo hii tena majibu yako ni hayo hayo, bado usubirie. Basi sawa, hamna namna.